Pacome Mzuzwa ni mchezaji wangu mimi bora wa ligi kwa sasa. Kwenye ligi yetu ya Tanzania, Pacome Mzuzwa ndo mchezaji wangu bora. Lakini style yake ya kucheza inawa-attract watu wengi, hususa wapinzani kwenda kugongana naye, kwa sababu mpira wa miguu sasa contact game. Na Pacome Mzuzwa style yake ya kucheza inamtengenezea exposure ya kuumia, kwa sababu Pacome sometimes anaweza kumpiga mtu chenga afa akasimama mbele anamsubiri. Yaani rudi nikupige tena. Kwa mbele ya kwanza sikubahatisha. Pacome Mzuzwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanacheza mpira katika staili ambayo ni lazima umguse ndio unyang'anye mpira. Pacome Mzuzwa usipokuwa umeenda kiakili au umchukuli mpira ili umnyang'anye mpira, Pacome Mzuzwa kuna mazingira mawili tu. Wakati anajiandaa kuupokea mpira kutoka kwa mwenzake, wakati anafanya first touch yake tu, pale ndo una uwezo wa kwenda kumwibia mpira. Ndio. Ni lazima umeskani na uanticipate movement yake atafanya nini. Kwa hiyo once Pacome amereceive mpira, ukimfika unaweza ukamnyang'anya mpira. Sehemu ya pili ni wakati Pacome Mzuzwa ameinua macho, anataka kutoa pasi. Ukimtime pale una uwezo wa kumnyang'anya mpira. The rest is history. Pacome Mzuzwa yuko na mpira mguuni. Huwezi kumnyang'anya ule mpira kirahisi. Na ni kwa sababu hata mikono yake Pacome Mzuzwa ina nguvu kwenye konga. Kwa hiyo unaweza ukaona muingia Pacome ukujua na kutoa. Huwezi kumnyang'anya mpira Pacome kirahisi. Kwa hiyo lazima umchezee rafu, ufanye naye contact. Sasa ndio ufanye contact. Watu wengi ukiwaangalia wachezaji ambao wana fitness, kwa mfano Pacome Mzuzwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatajwa mazoezini ana performance nzuri. Ukimpata mchezaji kama Pacome ambaye ana fitness nzuri, hata huku chini ili umnyang'anye mpira ni lazima uwe na excessive force. Uende kwa nguvu zaidi, mgonge ndo atakuachia huo mpira. Otherwise Pacome ukienda kwa nguvu, kama ukupiga hesabu vizuri, hata kama umeenda na excessive force, anaweza kukupiga chenga akakuacha. Kwangu mimi naamini style yake ya kucheza inawavutia watu wengi kwenda kumnyang'anya mpira kwa nguvu, kwa sababu wamesha notice kwenye mikono huwezi kumpiga push kirahisi kwa sababu ana nguvu. Huku chini pia yuko stable kwa sababu ana fitness kubwa. Lakini watu sehemu nyingine ambayo wanaona ni rahisi Pacome kwenda kumharas ni kwa kwenda kumgonga. Sasa kwenye kumgonga, mtu anapofanya excessive force wakati wa kukaba, anapoitumia excessive force, huwezi kumlimit, hawezi kuicontrol hiyo excessive force yake. Kwanza ukishasema excessive, maana yake kaenda kwa nguvu zaidi. Maana yake impact inayokuja pale baada ya Pacome kugongwa itategemeana na excessive force iliyotumika. Kwa mfano kwenye mechi dhidi ya Azam, Pacome kachezewa rafu moja ambayo ilimpeleka nje. Na mimi nikamwambia watu nilikuwa nao, nikamwambia huyu jamaa Simone akiendelea na mechi. Akarudi akastep kidogo, akajiona hawezi kuendelea, akatoka. Lakini generally style yake ya kucheza, mimi ni muumini wa watu wanaocheza kama Pacome Mzuzwa, mimi binafsi. Lakini ile style ya kucheza vile uwe na attract sana opponent wako kukufuata, kukugonga kunyang'anya mpira. Kama unajiona una uwezo wa kukokota mpira ukaskip mabeki wawili watatu, kwenye timu ni msaada. Na ndio maana leo hii wote tunakumbuka, hata ulikuwa ukiangalia mechi za Clasico, Messi alikuwa akishika mpira, wachezaji wa Real Madrid namna pekee ilikuwa kumpokonya mpira kirahisi ni kwa kumgonga, kwa sababu kwenda naye kwenye mahesabu hivi Messi ilikuwa kumnyang'anya mpira ni ngumu, yani ni mara moja utamotea. Lakini mara nyingi atakuacha. Kwa hiyo mtu anaona heri ya lawama kuliko fedhea. Yani mimi bora nikukate Pacome usio katufedhesha. Na